Kipindi cha miezi 6 kabla ya kufika kwenye ndoa, unatakiwa kujua kama una mtu, huyo mtu mmeshazungumza naye, mna mpango gani kuhusu watoto? Mmeshazungumza naye, unatamani watoto wangapi, yeye anatamani watoto wangapi? Kuna ndoa zimevunjika kwa sababu ya hilo. Umeshaingia kwenye ndoa, mwanamume ndo anakuambia mimi sitaki mtoto hata mmoja. Unaambia sitaki mtoto, mimba uliobeba katoe. Hamjawahi kusikia hivyo vipi? Ndoa imeshafungwa. Sasa je, kipindi kile cha miezi 6 mliulizana hayo? Mnaingia kwenye ndoa, mnafika kwenye pesa. Unakutana na mwanamume anakuambia pesa yake utakiwa kujua hata kitu kimoja. Na wala mali zake. Je, mlizungumzia hayo? Hayo ni mambo ya msingi ya kuzungumzia, mliyapitia. Kwenye hii kipindi cha support ndio hayo tunayaangalia. Mengi kwamba hiki mmekipitiaje. Na wewe unafikiriaje na huyu anafikiriaje? Tunapitia yale maeneo yote ambayo tunajua huwa yanaleta shida. Yako maeneo yanafika 20 na kitu. Yote tunayapitia na kuyajadili na kuangalia miongozo ya neno la Mungu, na wakati mwingine kumpa mtu nafasi ya kuamua. Sikiliza tena. Sasa ulikuwa ujui mwenzako hataki mtoto. Umekuja hapa kwenye counseling na support. Umesikia mwenzako hataki mtoto, ndio uamue. Unataka wewe kuingia kwenye ndoa ya kutokuwa na mtoto kabla hujaingia kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kunatokea shida pale. Lakini shida nyingine kubwa inatokea sasa tumeshaingia kwenye ndoa. Tukishaingia ndani ya ndoa, nimesema unakuwa na cheti. Umeshapata cheti, unaanza kuendelea mbele huku. Unatakiwa uwe darasani. Watu wengi hatujifunzi kutunza ndoa. Kunahitaji aina ya maarifa. Kwa Kiingereza wanasema skills. Ni maarifa, kuna maarifa yanayohitajika ili kutunza ndoa. Kila ndoa ina tofauti. Lakini viko vitu vya msingi vya kutembea navyo, kuanzia kwenye neno la Mungu linavyoongoza, kuangalia watu wengine wamesema nini. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tulio kwenye ndoa, tafuta vitabu vya ndoa. Watumishi wa Mungu sasa hivi wanaandika sana. Soma vitabu kwa kwenye ndoa. Soma vitabu kila mwaka. Soma vitabu vya ndoa 2-3. Toka mwanzo unasoma hadi ufunue, utakuta maarifa mengi yanafika, hata unakuta vitu 100. Ukifanya kazi hata 5 tu, nimegundua kwamba hata nikichukua research ninaweza kufanyia kazi. Kila mara naona nasogea kwenye ndoa yangu. Na ninapokutana na changamoto, nakuta kuna kitabu nilisoma kielezea changamoto hii na mtu alivukaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta unaenda mbele. Kwa hiyo sasa kwenye yale mafundisho yanayotakiwa ndani ya ndoa, kuendelea. Semina za kanisani usikose kuhudhuria. Vitabu usikose kusoma. Makundi ya wanawake, makundi mazuri ya wanawake wanaoendelea kujifunza maneno ya Mungu usikose kuwa nayo. Hayo yote yanaendelea. Hatuwezi kufundisha hapa yote mama. Ndio maana nasema haya. Unapoingia kwenye ndoa umeingia darasani. Hapa tunaweka msingi. Unatakiwa uanze kufuatisha, soma kwa bidii, jifunze kwa bidii. Na mume unamjua leo usitegemea atakuwa ni huyo miaka 5-10 ijayo. Anakuwa sio yeye. Kama ambavyo wewe ulivyo leo miaka 10 iliyopita ukuwa hivi. Ulikuwa hivi. Ukuwa hivi. Miaka 5 ijayo mimi ni mtu mwingine. 10 ijayo mimi ni mtu mwingine. Kila mtu anabadilika. Kwa hiyo unapoendelea kujifunza utajikuta unaweza kutembea kwa ushindi katika yale mabadiliko. Ndio maana Biblia inasema mshike hiyo elimu, usimwache ende zake. Shika elimu, unajifunza kila siku. Mabadiliko yakitokea umeshajiandaa kwamba hiki kinakuja na unaendelea nacho na unavuka kwa ushindi. Baadaye wewe mwenyewe unashangaa, nimevuka, unajua ni neema ya Mungu. Lakini jamani, ni neema ya Mungu kweli. Neema ya Mungu, unahitaji chakula, ujienda shamba unapata chakula. Ninafahamu wako mabinti ameenda ameolewa kwenye familia ya watu wakorofi walioshindikana. Kila aliyeolewa pale anakimbia. Binti anafika pale, anayejua kukaa na Mungu, anakaa pale, watafanya vyote wanavyovifanya. Atakimbia pale, amemtazama Mungu. Na utashangaa kupitia kutulia pale kumtazama Mungu, yote wanayofanya kama ni maovu, kama ni mema, yote unayapeleka kwa Mungu. Huyo Mungu atakwenda kukutana nao. Kuna binti wanaingia wengine wanasema ule ukosi uwezo, wanavunja ndoa zao. Binti mmoja anaingia, wanakwenda kuokoka. Wanakwenda kumuona Mungu. Wanasema kwa huyu binti tumemwona Mungu. Na ndipo utukufu utakapoendelea kuonekana. Utukufu wa Mungu na Mungu anatukuzwa. Lakini Mungu anapotukuzwa, hata wazazi watapata jumbe. Kwamba huko waliolewa, wewe unaingia pale. Wenzako yamewashinda. Lakini wewe rohoni unaenda unasema mimi nimefundishwa kusali, nimefundishwa Mungu. Kama wenzangu wameshindwa, rohoni usiwajibu kitu. Rohoni nasema Mungu atanisaidia. Naamini sio uko unaoenda wewe. Lakini vyovyote vile, nenda kama mtumishi, Mungu ataenda kudhihirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo Yesu alivyokaa.